Sura ya 8. Jasiri wa kweli. Mfalme mpya alikalia kiti cha ufalme wa Ujerumani ambaye ni Charles wa tano, mtawala wa Saxon ambaye Charles alikuwa akimtegemea. Alimshauri asijihusishe na habari za Luther mpaka hapo atakapopewa nafasi ya kujitetea mbele zake. Kwa mashauri hayo, mfalme alitiwa katika hali ya wasiwasi. Wafuasi wa papa wasingalitosheka na kitu chochote ila kifo cha Luther. Mfalme Saxon alimwambia mfalme Charles wa tano kwa Luther apatiwe mlinzi ili aje afike mbele ya wataalamu na watawa na mahakimu wasiopendelea. Basi mkutano ukakutanika katika mji wa Worms. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa wakuu wa Ujerumani kukutanika pamoja na mfalme wao kijana. Viongozi wa kanisa, wakuu wa serikali na mabalozi kutoka nchi mbalimbali walikutania huko Worms, lakini tamasha halisi iliyotaharukisha mkutano ilikuwa mtengenezaji wa kanisa, yaani Martin Luther. Mfalme Charles alimwambia mkuu kuja pamoja na Luther, huku akimhakikishia ulinzi kamili na uhuru wa kusema bila kizuizi. Luther alimwandikia mkuu huyo hivi: kama mfalme ndiye ameniita, siwezi kuwa na wasiwasi, maana ni kama kuitwa na Mungu mwenyewe. Kama wanakusudia kunidhuru, najikabidhi mikononi mwa Bwana. Bwana asiponiokoa, maisha yangu hayana faida. Unaweza kutazamia kila kitu kutoka kwangu, ila huwezi kunitazamia kukimbia au kukana imani yangu. Kukimbia siwezi na kukana imani yangu siwezi pia. Habari zilipoenea kwamba Luther atasimama mbele ya baraza la wakuu, wasiwasi mwingi ulienea. Alexander ambaye ndiye mjumbe wa papa alikasirika mno kuhusika katika kesi ambayo papa mwenyewe amekwisha kutoa hukumu, na kumpiga mtu huyo marufuku ni jambo baya sana linalofedheisha mamlaka ya papa. Zaidi ya hayo, maelezo ya mtu huyu yanaweza kuwakasirisha baadhi ya wakuu wawe kinyume na papa. Alimshauri Charles kutoruhusu kusimama na Luther huko Worms na kutoruhusu akamshawishi mfalme akubali. Alexander hakutosheka na ushindi huu aliopata wa kumshawishi mfalme, bali alijitahidi kusema kuwa Luther ni mwenye hatia anayestahili hukumu, akimshtaki kuwa ni mchochezi, mwasi, mkaidi na mwenye kufuru. Lakini harara yake ilidhihirisha aina ya roho aliyemwongoza kumshtaki. Alisukumwa tu na chuki na kutaka kulipa kisasi. Hivyo ndivyo alionekana. Alexander akamsisitiza mfalme kwa bidii sana ili atekeleze amri ya papa. Aliposhindwa na mashawishi ya Alexander, mfalme akamwambia kuwa alete kesi hiyo mbele ya wakuu. Wale waliomuunga Luther mkono wakasikiliza usemi wa Alexander kwa wasiwasi mwingi. Mtawala wa Saxon hakuwako siku hiyo, lakini baadhi ya washauri wake waliandika maneno ya hotuba ya ujumbe wa papa. Luther alishtakiwa kwa mzushi. Alexander alimshambulia Luther kwa usemi wa nguvu na ufasaha kwamba ni adui wa kanisa na wa serikali pia. Akasema kuwa makosa ya Luther yametosha na yanasababisha kuwachomelea mbali wazushi laki nzima. Kundi la wanafunzi wapotofu na wafedhuli ambao ni makasisi walioharibika na watawa wapumbavu pamoja na jamii ya watu waovu walisema, Waluther hawa wana nini? Je, inawiwa na hesabu ya Wakatoliki na uwezo wao ni kitu gani kwa uwezo wa Wakatoliki? Amri ikitolewa na watu hawa ingetekelezwa mara bila kupingwa na kitu. Mabishano yale yale bado yanaendelea kwa wote wanaoeneza ukweli wa neno la Mungu. Kila mara maswali hutokea, ni nani hawa wanaojidai kutangaza mafundisho mapya? Kwanza hawana elimu, ni wachache kabisa, nao ni watu duni tu. Hata hivyo wanasema kuwa wanao ukweli na kwamba wamechaguliwa na Mungu. Ni wajinga kabisa na wamedanganyika. Je, kanisa letu linalinganishwaje nao kwa umaarufu na kwa wingi? Mashindano ya jinsi hii hayatofautiana na yale ya wakati wa Luther. Luther akiwa na uwezo wa neno la Mungu ili kuwapinga na kuwaponda watetezi wa papa. Ilionekana kuwa sio mafundisho yake tu yangelaaniwa, ila hata yeye angeangamizwa. Mambo yote Roma aliyokusudia kusema juu yake yalisemwa. Kwa hiyo tofauti ilionekana baina ya kweli na uongo wakati wa mapambano ya wazi. Sasa Bwana aliwaamsha wanabaraza waone wazi juu ya udhalimu wa mapapa. Duke George
wa Saxons akasimama katika baraza hiyo ya wakuu, akafafanua kwa ukamilifu kabisa udanganyifu wa maovu ya kanuni za upapa. Dhuluma hupiga kelele kuhusu Roma, aibu yote imewekwa kando, kile kinachokazania ni fedha. Kwa hiyo wahubiri ambao wangehubiri ukweli hawasemi lolote ila madanganyo. Hiyo sasa wanavuna walichopanda. Kadri wanavyodanganya ndivyo wanavyopata. Ni kutoka katika mpango huo ndimo maji ya udhalimu hububujika. Upotovu huonyesha udhalimu na tamaa ya mali mkononi. Lo, ni aibu inayoletwa na viongozi wa kanisa, inawatumbukiza watu masikini katika uangamivu wa milele. Kazi ya matengenezo ya kanisa lazima ipingwe. Kwa kuwa msemaji wa papa alikuwa adui wa Luther, aliwashawishi wasikilizaji ili wamuunge mkono. Malaika wa Mungu walitoa nuru katika giza nene la makosa, akafungua mioyo ya watu waone ukweli. Uwezo wa Mungu uliwakaririsha hata wapinzani wakuu ili waandae njia kwa matengenezo makuu zaidi. Sauti ya mkuu zaidi ya Luther imesikika katika baraza hilo. Kamati ikachaguliwa ili ipange mambo maovu ambayo yametendwa na papa kwa watu wa Ujerumani. Orodha hiyo ilipelekwa kwa mfalme akiombwa ili achukue hatua kuhusu mambo hayo ya udhalimu. Mtu mmoja kati ya waombaji alisema, ni kazi yetu kuzuia maovu na kuwaheshimu watu wetu. Kwa hiyo tunaomba kwa unyenyekevu uamuru matengenezo ya kanisa yafanyike na kukamilishwa. Luther atakiwa ahudhurie. Sasa baraza ilidai kuwa Luther ahudhurie kikaoni. Mwishoni mfalme akakubali na Luther akahudhuria. Pamoja na hayo alipewa ulinzi. Hayo yalitokea Wittenberg kwa njia ya kuweka walinzi pote njiani mpaka Worms. Rafiki zake wakijua kuwa chuki na uadui juu ya Luther ni mkubwa, waliogopa kuwa huenda walinzi wake wasijaliwe. Yeye alijibu na kusema, Kristo atampa roho yake ili kuwashinda wajumbe hawa waovu na wadharau hawa katika maisha yangu. Nitazidi kuwashinda wakati wa kifo changu. Huko Worms wanashughulika sana ili wanifanye nikane imani yangu, na hii haitawezekana. Kwanza nilisema kuwa papa ni mjumbe wa Kristo. Sasa nasema kuwa papa ni adui wa Kristo na mtume mwovu. Rafiki watatu waliwazimu kufuatana na Luther mbali ya mjumbe wa serikali aliyefuatana naye. Melanchthon ambaye ni mwenzi wa Luther, moyo wake ulifungwa na wa Luther, naye alitaka sana kufuatana naye, lakini matakwa yake ya kufuatana na Luther yalikataliwa. Luther ambaye ni mtengenezaji wa kanisa alimwambia Melanchthon, kama sitarudi na kama adui zangu akiniua, wewe uendelee kufundisha na kudumu katika ukweli, ufanye kazi badala yangu. Wewe ukibaki mzima, kifo changu kitakuwa na faida kubwa. Mioyo ya watu ilisumbuliwa na wasiwasi. Walifahamu kuwa maandishi ya Luther yamelaaniwa huko Worms. Mjumbe wa Luther akihofia usalama wake katika baraza alimuuliza kama anataka kuendelea mbele. Luther alijibu, ingawa ninapigwa marufuku kila mji, lakini nitaendelea mbele. Katika mji wa Erfurt, Luther alipita katika barabara kwa maringo, akiangalia magereza alimofungiwa zamani, akitafakari juu ya mashindano yaliyopitia, nuru ya Injili ambayo sasa imeenea katika nchi yote. Kwanza alizuiwa asihubiri, lakini akapata ruhusa ya kuhubiri. Mtawa ambaye alikuwa akijitesa kwa ajili ya dini sasa ni mhubiri. Huyo ndiye Luther. Watu walimsikiliza kwa makini kabisa. Mkate wa uzima ulitolewa kwa watu wenye njaa. Kristo aliinuliwa juu yao, akizidi mapapa na wafalme wa watawala wote. Luther hakufikiria na hatari yake. Katika Kristo alipoteza ubinafsi kwa mambo yote. Alijificha katika mtu wa Kalvari, akitaka tu kumwinua Kristo juu ya kila kitu kama mwokozi wa wenye dhambi. Ujasiri wa mfia dini. Kwa kadri mtengenezaji wa mambo ya kanisa, yaani Luther, yalivyoendelea na mafundisho yake, watu walikusanyika huku wakiwa na hamu kuu ya kusikiliza ujumbe wa mbinguni. Wakati huo sauti za amani zilimzungumzia kwamba adui zake wa Roma wanamkabili. Walisema, watakuchoma na kukuteketeza kabisa, uwe majivu kama walivyomfanya John Hus. Luther akajibu akasema, hata kama akiwasha moto toka Worms mpaka Wittenberg, nitapita kati yake kwa jina la Yesu Bwana. Nitaonekana mbele yao nikimkiri Yesu Kristo. Kufika kwake huko Worms kulileta wasiwasi mkubwa. Marafiki zake walihofia usalama wake na maadui zake walikuwa na wasiwasi juu ya kusudi lao. Kwa ajili ya chuki na mchocheo wa Kiroma, ilisisitizwa kuwa Luther aende katika makao ya wakuu ambao ni wa amani, ambavyo kulitangazwa kama tofauti zote zimesawazishwa na kuachwa. Lakini marafiki wa Luther walisema kuwa hatari ni kubwa, na hilo ni kubwa. Lakini Luther akitulia bila kutetemeka,
alisema, ingawa waovu wataongezeka katika Worms kama vigae juu ya paa la nyumba, hata hivyo nitaingia humo. Alipoingia Worms, watu walijazana ili kumkaribisha. Taharuki ilikuwa kubwa. Luther alisema, Mungu ndiye atakuwa mlinzi wangu. Kufika kwake kuliwatia wafuasi wa papa wasiwasi. Mfalme aliwaita washauri wake, akawauliza ni hatua gani itakayochukuliwa. Wakaidi wafuasi wa papa walisema, tumeshughulikia jambo hili kwa muda mrefu sasa. Hebu mfalme mtukufu amalize jambo hili kwa kumwondoa mtu huyu asiishi. Je, Sigismund hakutoa amri John Huss akachomwa moto? Hatupaswi kuendelea kumtunza mzushi huyu. Mfalme akasema, la, lazima tutunze ahadi yake. Ikaamuliwa kuwa mtengenezaji wa kanisa budi asikilizwe. Mji mzima ulitamani sana kumwona mtu huyu mashuhuri. Luther alikuwa amechoka na safari ndefu, alihitaji pumziko, lakini alikuwa amepumzika kwa muda wa saa chache tu, wakati wakuu, mapadri, watu mashuhuri na raia wa mjini walipomkusanyikia. Kati ya watu hao walikuwamo watu waliomtaka mfalme amlaani na kumtukana Luther. Watu wengi, mahadui na marafiki pia walikuja kumwona mtawa huyu jasiri. Alionekana kuwa mtu jasiri. Uso wake ulionekana mtulivu, uliojaa furaha. Maneno yake yalikuwa ya kishujaa hasa. Hata adui zake walitekewa. Baadhi ya watu walikiri kuwa alikuwa na uwezo wa kimbingu. Wengine walitamka kuwa alikuwa na pepo sawa kama walivyotamka kwa Kristo. Yohana sura ya 10 mstari wa 20. Siku ya pili, mkuu wa serikali alimleta Luther katika jumba la baraza. Katika mkutano, kila mahali palijaa watu waliotaka kumwona mtu aliyethubutu kumpinga papa. Jemedari mzee ambaye alipigana vita vingi na kushinda alimwambia taratibu, wewe masikini, sasa unaendelea kuamua uamuzi wa ajabu ambao mimi au jemedari mwingine yoyote hakufanya katika vita vyetu vya kumwaga damu. Lakini iwapo njia yako ni ya haki, endelea mbele katika jina la Mungu, usihofu kitu. Mungu hata kuacha. Luther asimama barazani. Mfalme alikalia kiti huku akizungukwa na watu mashuhuri katika utawala wake. Sasa Martin Luther atatakiwa atetee imani yake mbele ya baraza. Onekano hili lenyewe lilikuwa alama ya ushindi mkuu juu ya upapa. Papa alikuwa amemlaani mtu huyu na kumwita kuwa ni mzushi. Sasa anasimama mbele ya baraza ambalo lina uwezo kupita wa papa. Papa alikuwa amempiga marufuku na kumtenga mbali na jamii ya wanadamu, na sasa alikuwa ameitwa katika kusanyiko maarufu katika ulimwengu. Uwezo wa Roma sasa ulikuwa unafifia, na mtu mtawa huyu ndiye anasababisha hali hiyo. Mtengenezaji kanisa huyu ambaye alizaliwa katika hali duni alionekana kuwa ni tishio na mwenye hudhia. Wakuu walikutana naye safari kadha wa kadha, na mmoja wao alimnong'onezea akisema, usiwaogope wale wanaoua mwili ambao hawawezi kuua roho. Mwingine akasema, wakati watakapowachukua mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, mtapewa saa ile mtakayosema. Mathayo sura ya 10 mstari wa 28, 18 na 19. Mkutano wote ukanyamaza kimya kabisa. Alafu mkuu mmoja wa serikali akasimama huku akieleza kidogo kwa maandiko ya Luther. Akadai kwamba Luther ajibu maswali mawili, kwamba anayakiri kuwa ni yake au kwamba anakusudia kuyakanusha. Majina ya vitabu yalisomeka kwa Luther. Swali la kwanza alijibu kwa vitabu hivyo ni vyake. Kuhusu swali la pili alijibu, ningetenda bila busara kama ningejibu swali la pili bila kusababisha fujo. Budi nithibitishe zaidi bila kujali hali ilivyo. Kwa ajili hiyo na kusii wewe mtukufu, kwa unyenyekevu unipatie muda wa kujibu bila kwenda kinyume na neno la Mungu. Luther aliwaaminisha watu wote kuwa maneno yake hayatokani na mawazo tu, bali ni ya kweli isiyobishiwa. Hali yake ya utulivu na ujasiri bila kuvutwa upande wa mtu yeyote ilimwezesha baadaye kujibu maswali kwa njia ya hekima na heshima kamili. Majibu yake yaliwafedheisha wapinzani wake kabisa. Siku iliyofuata alitakiwa kutoa jawabu lake la mwisho. Kwa muda alifadhaika. Wapinzani wake walionekana kana kwamba watamshinda. Mashaka yalimjaa, akaonekana kana kwamba ametengwa mbali na Mungu. Katika wasiwasi huo wa uchungu alimlilia Mungu ambaye ndiye pekee yake aliyemfahamu fadhaa yake. Alilia akisema, o Mungu Mwenyezi, kama nategemea uwezo wa dunia tu, hakuna tena, yamekwisha. Saa yangu ya mwisho imefika, hukumu yangu imetajwa. O Mungu, hebu nisaidie.
zote na ila zote za dunia. Kazi hii ni yako, nayo ni yako na ya milele. O Mungu, nisaidie, Mungu mwenye haki, ambaye hubadiliki. Situmaini kupata msaada wa mtu yoyote. Wewe ndiye uliyenichagua kwa kazi hii. Hebu uinuie karibu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, ambaye ndiye ngao yangu na ngome yangu na mwamba wangu. Hata hivyo, Luther hakufadhaishwa na hofu ya mateso au kifo. Alijiona kuwa hatoshi chochote. Kwa ajili ya udhaifu wake, kazi itakwama. Hakujitahidi hivyo kwa ajili yake, bali kwa ajili ya kazi ya Mungu ipate kufaulu. Katika wasiwasi wake, imani yake ikazika kabisa kwa Kristo ambaye ni Mwokozi mwenye uwezo. Kule barazani angeonekana akiwa peke yake. Mara utulivu ukajaa moyoni mwake, naye alifurahi kwa kuwa amepata nafasi ya kumwinua Kristo mbele ya watawala wa mataifa. Luther alifikiri juu ya jawabu lake, akachukua kurasa za maandishi yake, akapanga mafungu ya Biblia yatakayomsaidia wakati wa kujibu. Ndipo hapo akaweka mkono wake wa kushoto juu ya maandiko matakatifu, akainua mkono wake na kulia kuelekea mbinguni. Akaahidi kudumu katika maongozi ya Biblia na kuwa mwaminifu katika Injili, hata kama matokeo yake ni kumwaga damu yake. Luther mbele ya baraza tena. Wakati Luther alipofikishwa kwa wakuu tena, alikuwa mtulivu bila kuwa na wasiwasi. Alikuwa na hali ya ujasiri kama mjumbe wa Mungu kati ya wakuu wa nchi. Sasa mkuu wa serikali alitaka atoe uamuzi wake. Je, aliazimia kukana imani yake? Luther alijibu kwa utulivu bila kutumia maneno ya karaa. Hakujitukuza, lakini hali yake ilikuwa imara sana, hata aliwashangaza watu wote waliokuwepo. Mfalme mtukufu sana na wakuu mashuhuri. Luther akasema, nasimama mbele yenu leo kama nilivyoagizwa jana. Kama nikikosea kwa ujinga, naomba samahani, maana nilikulia katika mazingira ya kishambashamba. Kisha akaeleza kuwa katika baadhi ya maandishi yake yaliyopigwa chapa, ambayo hata adui zake wanayasifu kwamba yafaa, basi kuyakanusha hayo ni kuikanusha kweli yote ambayo inaaminiwa na watu wote. Sehemu ya pili ya maandishi yake yalikuwa juu ya uovu na udhalimu wa dini ya Roma ikiongozwa na mapapa. Kuyatangua maandishi haya kutaimarisha na kustawisha udhalimu na uonevu wa Roma na kufungua mlango kwa ukaidi na kutojali mambo matakatifu ya Mungu. Sehemu ya tatu ya maandishi yake yalikuwa shambulio juu ya watu mmoja mmoja waliokuwa wakiutetea uovu. Kuhusu sehemu hii, alikubali kuwa alikosea kushambulia watu kupita kiasi, lakini hata kuhusu sehemu hii hakukubali kuifuta, maana akiifuta, maadui wa ukweli watapata nafasi ya kuwadhulumu watu wa Mungu kwa ukatili mkuu. Aliendelea kusema, nitajitetea kama Kristo alivyofanya. Kama nimesema maovu, hayo yatanishuhudia kwa rehema za Mungu, na kusii mtukufu mfalme na nyinyi waheshimiwa wote pamoja na watu wote, mnithibitishia kutoka katika maandiko ya nabii na maandiko ya mitume kwamba nimepotoka. Nikithibitishwa hivyo kutoka katika maandiko matakatifu, nitakuwa tayari kukana na kuungama kila kosa nililofanya, nami nitakuwa mtu wa kwanza kuchukua vitabu vyangu na kuvitupa motoni. Zaidi ya kuaibishwa, nafurahi kuona kuwa Injili sasa inaleta vita na mafarakano kama ilivyokuwa zamani. Hii ndiyo tabia na hali ya neno la Mungu. Yesu Kristo alisema, sikuja kuleta amani duniani, bali upanga. Jihadharini msije mkasababisha mafarakano kwa kiburi. Mnaweza kulidhihaki neno takatifu la Mungu na kutumia nguvu za kutisha kuleta uangamivu wa milele. Luther alikuwa amezungumza katika lugha ya Kijerumani na sasa alitakiwa asema maneno yale yale kwa lugha ya Kilatini. Basi aliyarudia maneno yale kwa Kilatini katika ufasaha kamili. Mungu aliongoza usemi wake. Mara ya kwanza baadhi ya wakuu walipofushwa wasielewe ujumbe wa Luther, lakini aliporudia kusema kwa Kilatini waliona maana yake. Wale waliofumba macho yao kwa ukaidi walikasirishwa na maneno ya Luther. Msemaji mmoja alinena kwa hasira, hakujibu swali aliloulizwa. Unatakiwa utoe jawabu wazi na dhahiri. Je, utakanusha mafundisho yako au utayakanusha? Luther alijibu, kwa kuwa mfalme mtukufu na waheshimiwa wote mnataka nijibu wazi na dhahiri, nitawajibu hivi: mimi sitaikana imani yangu mbele ya papa wala mbele ya baraza, kwa sababu ni ya hakika kama siku. Hata wapinzani wangu wanaotofautiana katika maoni, mimi nisipothibitishiwa kosa na maandiko matakatifu, sitaikana imani
imani yangu kamwe, kama siyo salama kwa Mkristo kusema kinyume cha dhahiri yake. Huo ndio msimamo wangu, siwezi kufanya vinginevyo. Mungu anisaidie. Amina. Hivyo ndivyo alivyosimama mtu huyu mwenye haki. Ukuu wake na ubora wa tabia yake, utulivu wake na furaha ya moyo wake vilidhihirika kwa wote walioshuhudia ukuu wa imani hiyo ishindayo ulimwengu. Katika jawabu lake la kwanza, Luther alizungumza katika hali ya heshima sana. Waroma walidhania kwamba kukawia kwake kulikuwa kunatayarisha ili aikane imani.